أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أحبة، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sana na salamu zimuendee kipenzi chetu cha umma, si mwingine ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Napenda kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusheni ninyi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo maudhui ya hotuba yetu ya leo itakuwa imebebwa na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Luqman, aya ya 6. Aya inasema: wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya anasema wa minan nasi, na kuna baadhi ya watu, man yashtari lahu alhadithi, kuna baadhi ya watu wao wananunua lahu alhadithi, upuuzi katika maneno au maneno ya upuuzi, liyudilla an sabilillah, mwisho wa siku na hatima ya kufanya hivyo wakapoteza watu na wakawazuia watu kuhusiana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmi, na wanafanya hivyo pasina ya elimu, pasina ya maarifa, pasina ya kufahamu mwisho wa jambo lao. Wayattakhidhaha huzwa, lakini pia na wanafanya jambo hili wakilifanya kama ni mchezo na dharau. Allah anasema ulaika lahum adhabun muhin, hao wenye sifa hizo, wenye kufanya mambo hayo, lahum adhabun, wana wao adhabu muhin, adhabu yenye kufedhehesha, adhabu yenye kudhalilisha siku ya Kiyama. Aya hii imetafsiriwa na maswahaba, ikatafsiriwa na ulama baada ya maswahaba, matabi tabi'in, pamoja na maima wengine. Miongoni mwa wanaofasiri aya hii au katika zile tafsiri ambazo zimepokelewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu pamoja na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, bwana mmoja akiitwa Abu Sahaba anasema sa'altu Ibn Mas'ud, siku moja nilipata kumuuliza Ibn Mas'ud an tafsiri hadhihi aya, kunako tafsiri aya hii, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi mpaka mwisho. Nilipata kumuuliza Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, faqala Ibn Mas'ud akasema tafsiri hii aya man yashtari lahu al-hadithi, kipengele lahu al-hadithi, Ibn Mas'ud akasema huwa al-ghina'u, ni muziki
kama qala Ibn Abbas wa Jabir. Lakini pia hivyo kasema pia Ibn Abbas, wataalamu mapingo kabisa katika masahaba, wataalamu wa tafsiri wa Qur'an, akasema bwana hapa lahu hadithi ni muziki na ala zake. Lakini pia akasema huwa Jabir, lakini pia na Sa'id bin Jubair wa ghayruhum na wengineo katika masahaba. Kwa hiyo wakasema kwamba kuna baadhi ya watu wanaonunua lahu hadithi, maneno ya upuuzi, kwa maana wananunua zile ala za muziki pamoja na kuwanunua wale waimba muziki. Lakini pia Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema unzilat hadhihi aya hii iliteremka fil ghina'i wal mazamir, kwa ajili ya muziki pamoja na zile ala zote za muziki. Kwa hiyo aya hii Sura Luqman aya 6, vyovyote itakapokuwa haitotoka nje maana ya lahu hadithi kuwa ni nini? Kuwa ni muziki pamoja na zile ala zake, matarumbeta, ngoma, madufu na mfano wake. Lakini pia wakadakara al-Imam al-Bukhari al-hadith ta'alifan, akaitaja pia Imam al-Bukhari hadithi moja ambaye ameitaja ikiwa na muallaka hiyo hadithi kutoka kwa Buraida radhiallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba la yakunanna min ummati aqwamun, patakuja kupatikana watu katika umma wangu, watu hao yastahilluna al-hira, watakuwa na sifa za kuhalalisha zina, wal harira, pamoja na mavazi ya hariri, wal khamra, na pombe, wal maazif, na maazif. Pigia mstari kwenye neno maazif. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii, Imam Bukhari kaipokea muallaka, kwamba patapatikana katika umma wangu watu ambao wao wanadai kwamba wanamwamini Allah na mtume, lakini sifa zao na mwenendo wao watakuwa yastahilluna al-hira, watakuwa wanahalalisha zina. Haikutosha ile kufanya na kunyamaza, bali watatokeza watu wakasema hii ni halali. Lakini pia al-hira wal harira, na mavazi ya hariri kwa wanaume, watatokea watu wakahalalisha wakasema hii ni halali. Lakini pia wal khamra, na pombe, watatokea watu wataihalalisha hii pombe. Pombe kwa majina yake yote ambayo itaitwa, iitwe safari daga, iitwe banana, iitwe konyaki, iitwe kiroba, almuhimu ni pombe. Mwisho wa siku ni pombe, bila kujali ile jina lake, ni pombe. Watatokea watu watahalalisha na watasema hii ni halali, na kuna nyingine ni haramu. Watatokea watu wa namna hiyo. Hii ni ishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho anasema wal maazifa, na watatokea watu pia watahalalisha maazif. Sasa hii neno maazif ni nini? Tupate taarifu au maana ya neno maazif kutoka kwa al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Huyu ni mwanachuoni katika wale wanaochuoni bingwa wa Kishafi. Ukitaja ile silsila au wale idadi ya wanachuoni wa Kishafi katika wale utuko wao, hauwezi kuacha kumtaja Ibn Hajar al-Asqalani, lazima utamtaja bingwa madhhabu ya Shafi. Sasa huyu mwanachuoni anasema katika Fathul Bari, wakati akifafanua hii hadithi, kwa sababu huyu mwanachuoni kafanya sharh ya Sahih al-Bukhari, na hii hadithi tumesema kaipokea Imam al-Bukhari muallaqan. Sasa wakati akifafanua hii hadithi, huyu mwanachuoni wa Kishafi, si wa Kiwahabi, mwanachuoni wa Kishafi, anasema huyu mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani anasema al-ma'azifu ad-dufufu
alisema wakati akisema kwamba wa fi hawashi dimiyat, akinukuu kwamba na katika hashia ya kitabu kimoja cha mwanachuoni akiitwa Al-Imam Dimiyat, naye mwanachuoni pia wa Kishafi, anasema maneno ambayo yapo katika kitabu kinachoitwa Hawashi ya Al-Imam Dimiyat, anasema al-ma'azifu, maana ya neno ma'azifu ad-dufufu wa ghayruha, ni madufu na mengineyo yasiyokuwa madufu, mimma yumraku bihi, katika yale yanayopigwa, kwa maana madufu, ngoma, matarumbeta na mfano wake. Ad-dufufu wa ghayruha ni madufu na vinginevyo visivyokuwa madufu, hivyo maana ya maasi. Nani kasema hapo? Sisi kasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, mwanachuoni ambaye anakubalika katika kila kona na kila mahali. Kwa hiyo huyu mwanachuoni anatuambia nini maana ya maasi? Ni ad-dufufu wa ghayruha mimma yumraku bihi, maasi bwana ni madufu na mfano wake, ikiwemo matarumbeta na ngoma zingine katika vile vinavyopigwa. Sasa ikiwa hivyo tafsiri za masahaba kuhusiana na aya, lakini pia kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na tafsiri za ulama wengine, ikiwa jambo liko hivi, asa kuna watu wao wanaweza wakatokea wakasema bwana, mnakulaumu sisi tunafanya, mnakulaumu sisi tunapiga madufu. Mbona kuna hadithi ambazo zinaonekana kwa kupiga madufu hata kipindi cha Mtume? Mnawezaje kutukataza na sisi kupiga madufu na kucheza? Asamana wao wanasema amma al-ahadith allati tatahaddathu ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wajaba alayhi duf, kwamba zile hadithi ambazo zinazungumzia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigiwa madufu, fatatahaddathu an al-jawari. Hizi hadithi zote ukizitazama utazikuta zinazungumzia waliokuwa wakipiga haya madufu ni jawari. Jawari ni wasichana ambao hawajafikia bale bado. Kinyume chake ni al-ghulamu au al-ghilmanu, vijana wa kiume ambao hawajafikia bale. Kwa hiyo kwa wasichana, kwa watoto, kwa mabinti kuna al-jawari, lakini huku kuna al-ghilmanu. Sasa waliokuwa wakipiga haya madufu hata kipindi hicho, hadithi zote ukizitazama utakuta zinaelezea jaria, nani? Binti mdogo kigori. Lakini pia kwanza tufahamiana kwamba hili dufu limeruhusiwa kwa mwanamke, lakini pia na mtoto wa kike mdogo. Hapa imeruhusiwa, sheria inatoa hili kwenye hizi hafla kama vile harusi, hizi hafla ambazo ni hafla za sheria. Sasa hizi hadithi ambazo zinazungumzia watu kupiga madufu, bwana, hizi zinazungumzia jawari, ni mabinti wadogo walikuwa wakipiga madufu. Kwa hiyo kwa yote ambaye atajitokeza akasema kwamba kuna hujja, kuna hadithi zinazoonyesha kwamba Mtume pengine alipiga madufu au alipokewa na madufu, sawa, alipokewa na madufu, alipokewa na nani? Jawari. Hii ni jawari? Hapana, hii ni Salman au pengine kabisa ni wazee. Kwa hadithi zote ambazo zinazungumzia kuhusiana na dufu zinazungumzia katika upande wa kuzungumzia al-jawari, binti kidogo. Lakini pia amma al-ahadith allati, ama zile hadithi zingine ambazo zilikuja bisihha al-jam'i, kwa sifa ya jam'u ya wingi wanaume. Miongoni mwa hizo hadithi kuna hadithi moja inasema kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kwa Mtume sallallahu juu yake anasema kwamba a'linu nikaha, itangazeni ndoa. A'linu nikaha, itangazeni ndoa. Wamridu alayhi bidufi, na ipigeni ngoma hiyo ndoa
au ipigeni dufu. Hasa akasema bwana, hii hadithi ipo wadhuribu, hii wao hii ni wao ni jamaa, tena ni jamaa kudhukuri, sio jamaa kuinadi. Hoja hiyo kwamba kuna hadithi ambazo zinazungumzia hivyo, na kuna zingine pia, kuna hadithi karibu 3-4 ambazo zinazungumzia kwa sura hiyo, kama vile maelekezo yanaenda hata kwa wanaume. Hasa kumsikia pia imamu huyu al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, mwanachuoni pia huyu mkubwa ambaye tumejaribu kumweleza. Huyu al-Hafidh Ibn Hajar anasema wastudilla, na pametolewa dalili ni kaulihi, kwa kauli hiyo hadithi kwamba alimu nikaha wa muhimu alayhi bidufi, itangaza ndoa lakini pia na mpige dufu humo, na hii amri inaonekana hii amri linalolenga wanaume. Anasema huyu mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani anasema istudilla bi qawlihi wa muhimu ala anna dhalika la yahtassu bi nisa'i, wakatolea dalili baadhi ya watu kwamba kupiga dufu si khas tu kwa ajili ya wanawake, hata wanaume. Ushahidi ni nini? Hii hadithi. Ibn Hajar al-Asqalani anasema lakinahu dhaifu, lakini hadithi hizi zote ni dhaifu. Anasema nani haya? Hajasema Albani, hajasema Muhammad ibn Abdul Wahhab, hajasema Ibn Taymiyyah. Kasema maneno haya mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani, sahibu Bulugh al-Maram, mwenye Bulugh al-Maram, kitabu hiki msikiti wote, misikiti hii ya sunna, misikiti utakuta hili kitabu, kwa sababu huyu mwanachuoni anakubalika mno, ni mwanachuoni wa madhhabi ya Shafi'i. Huyu anasema ni Shafi'i madhhab, si mwingine. Kwa hiyo anasema istudilla kwa kauli hii, anasema lakinahu dhaifu, lakini hadithi hizi zote ambazo zimekuja kwa sura ya kuonyesha kwamba wanaamrishwa ni wanaume, hadithi zote hizi dhaifu. Kisha akasema wal ahadithul qawiyya, lakini hadithi zenye nguvu zenye kutegemewa, fiha al-idhnu lin-nisa'i, kuna idhini tu ya wanawake, fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawaungani na wanawake katika ile mafundisho ambayo imethibiti na yana nguvu. Anasema ni umumi nahyi, kwa kule kuenea lile katazo anitashabuhi bihinna, lile katazo la kujifananisha na wanawake, kwamba kuna katazo la sisi wanaume kujifananisha na wanawake, lakini kuna katazo la wanawake kujifananisha na wanaume. Kwa hiyo lile katazo limeenea hapo jumla. Huyu anaitwa Ibn Hajar al-Asqalani. Tumwangalie na mwingine pia anaitwa Ibn Hajar, lakini sio al-Asqalani. Huyu anaitwa Ibn Hajar al-Haythami au Ibn Hajar al-Haythami, au Ibn Hajar al-Makki. Huyu ni mwingine. Huyu ambaye tumemtaja, huyu wa zamani sana, alitangulia. Huyu amekuja kuchelewa, ndio nyuma kidogo. Sasa Ibn Hajar al-Haythami anasema hakani Imam al-Baihaqi, amesimulia al-Imam al-Baihaqi katika wale wanaochuoni mabingwa wa hadithi pia. Leo tunadili na wanaochuoni wale ambao ni mabingwa wa hadithi. Anasema hakani Imam al-Baihaqi, amesimulia al-Imam al-Baihaqi an shaykhihi al-Imam al-Ulayni, kutoka kwa shekhe wake al-Imam al-Ulayni. Wote hao wanaochuoni wa madhhabi ya Shafi'i. Anasema walau yukhalifu, na hapo muhalifu, yani al-Imam al-Baihaqi kasimulia kutoka kwa mwalimu wake al-Ulayni, wala hakuhalifiana naye katika hicho ambacho alipokea kutoka kwa mwalimu wake. Alisema hiyo mwalimu wake, inna, hakika sisi Mashafi, idha abahna dufa, tukijuzisha dufu, fa inna ma nubiruhu lin-nisa'i khasatan, kwa hakika si vinginevyo tunajuzisha hili dufu kwa wanawake pekee yao. Maneno haya anasema nani? Anasema al-Imam al-Ulayni. Al-Imam al-Ulayni anasema nani haya? Anapokea wanafunzi wake al-Imam al-Baihaqi, na wote hao huyu mkuru wa ulama wa Kishafi. Kwa hiyo anasema
innana, hakika sisi mashafi. Akisema innana, akizungumza sisi madhhabu sana Shafi'ia, madhhabu tukufu pendwa ya Imam Shafi, tunapojuzisha duhu, innana nubihu min nisa'i khas, hakika sisi tunajuzisha kwa wanawake tu. Asa akasema huyu Ibn Hajar wa ibaratu min hajihi, na mwenendo wa maneno yake au wa ibara yake anakusudia kwamba wadharu dufi la yahillu illa nisa'i, na kupiga dufu na mfano wake matarumbeta na ngoma zingine haifai isipokuwa kwa wanawake, na wanawake nao wameruhusiwa kudufu peke yake, lakini matarumbeta na vitu vingine hawakuruhusiwa. Kwa anasema kwamba wa ibaratu min hajihi, na mwenendo wa ibara yake kwamba anasema wadharu dufi la yahillu illa lin-nisaa, na kupiga dufu haifai, haihalali isipokuwa kwa wanawake, li'annahu fil asli min a'malihinna, kwa sababu kiasili habari za kupiga ngoma na kucheza ni habari za wanawake. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وحقيقة من لعن Mtume صلى الله عليه وسلم yule mwanamume au wale wanaume ambao wanajifananisha na wanawake. Maneno haya utayapata katika kitabu cha huyu mwanachuoni wa Kishafi, kitabu kinachoitwa Kaffu Raai an Muharramat al-Lahwi was-Samai. Hiki ni kitabu cha huyu mwanachuoni Ibn Hajar al-Haythami. Lakini yule mwingine Ibn Hajar al-Asqalani utapata katika kitabu chake kinachoitwa Fathul Bari, ambayo ni sahihi, ni sharh ya Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo tukiangalia mwenendo wa ile aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakusanya makatazo yote, inakusanya makatazo ambayo yanahusu kupiga ngoma zozote kwa wanaume isipokuwa wanawake, lakini pia na mabinti wadogo wao wameruhusiwa kupiga dufu katika zile munasaba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أحبة، na jambo lingine pia au katika zile dalili ambazo zinatumika kuambia Bwana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema qul, sema bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu, mpaka mwisho aya. Wanasema hapa Allah sisi anataka kumfurahikia huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi na katika kumfurahikia tunapiga hizi ngoma na kucheza, kama mnavyojua ngoma zinazochezwa kipindi cha zefe na nini, hiyo wenyewe ni mashuhuda. Kwa wanadai kwamba Allah ametuambia tumfurahikie huyu naye, huyu ni kipenzi chetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kingine, mbona mnatukataza wakati kuna maahbash walikuja kipindi cha Mtume, na inasemekana ni kwa siku ya Eid, na hadithi yake imepokea Imam Bukhari na Muslim kwamba walikuja mahabashi wakawa wanacheza msikitini. Wakati wakicheza msikitini, wanasema wao walikuwa na aturs na ngao na mishale. Mbona hao mahabashi walicheza msikitini? Na hadithi hii inaeleza, inasema kwamba wakati hao mahabashi wanacheza, Bibi Aisha ndo alikuwa na Mtume siku si nyingi. Asa Bibi Aisha akataka kutazama ule mchezo wanaocheza wale mahabashi tena katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema Bibi Aisha akaja nyuma kwa Mtume, akaweka kidevu chake kwenye bega, kisha akawatazama wale mahabashi wanaocheza. Bibi Aisha akatazama, mwisho Mtume akamwambia, ahasbuki, umetosheka? Bibi Aisha akamwambia ndio. Sasa hadithi hii pia imechukuliwa kwa mbele ushahidi au mahabashi, mbona na wao walicheza. Lakini wanaochuoni huyu Ibn Hajar al-Haythami anasema
annahum rakasu fil masjid, na wajihi wa kushikamana nao hao watu wanaosema kwamba yafaa kucheza hivyo wanapiga hizo ngoma, wakatolea dalili kwamba hadithi hii ya hao mahabashi wajihi wa kushikamana nao kwamba hao mahabashi wanacheza msikitini, lakini tena Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha au tusema aliwahimiza, aghrahu nabii sallallahu alaihi wasallam aliwaambia dunakum ya bani ardhina, kwamba chezeni huu mchezo wenu enyi bani ardhina, chezeni enyi mahabashi. Sasa akasema kwamba mbona hata Mtume pia alihamasisha hilo. Sasa wao wanachoona wanasema ama kutolea dalili kwao hadithi hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema dunakum ya bani ardhina, kisha na akamhalalishia Bi Aisha kutazama ule mchezo. Anasema fakana dalilan ala ibahati ar-raqs, ikawakuwa ndo dalili ya kufaa kucheza kama wanacheza wakitazama na mfano wake. Sheikh anasema wal jawabu, huyu mwanachuoni Ibn Hajar anasema na jawabu la hii shubha, anasema anna alhadith la yatanawal mahalla an-nizai, hadithi hii haijagusa mahali penye shida, hadithi hii haijagusa sehemu ambayo kuna maudhui nayo. Kwa nini? Anasema fa inna dhalika lam yakun min al-habasha raqsan, wa hawa habashi haikuwa wao wanacheza raqsu, kucheza kama wanacheza ala ghanaim kwa muziki, wala darban bil aqdami, wala kucheza kwa kupiga na miguu pia, lakini pia akasema wala isharatin bil akmam, na wala mahabashi wao hawakucheza kwa kuashiria kwa akmam. Al-kum ni hii mikono ya kanzu. Kwa hiyo hao mahabashi wao hawakucheza hivyo. Walicheza vipi sasa? Balkana anasema bali ilikuwa darban bisilahi, ilikuwa wao wanacheza kwa silaha. Tumesema mwanzo kwa wao walitumia ngao na mikuki. Sasa wao ilikuwa ni ile michezo ya kujifunza kucheza na silaha, watadriban ala istikhdami silaha, na kujifunza kutumia silaha. Akasema watadriban ala ta'ni wad-darb, na kujifunza pia ile ta'ni, kuchoma kwa mikuki. Kwa michezo waliocheza ni ile michezo ya kujifunza silaha. Kwa hiyo wao hawakucheza michezo hii ya aksi kama ambayo ipo hivi sasa. Kwa hiyo hii hadithi haiungi mkono hata kidogo. Na maana haya pia utayakuta katika hizi kitabu Kafur Raai an Muharramat al-Ladhi was-Samaa, kitabu kidogo lakini kitabu kizuri sana. Kwa hiyo ahiba, maudhui yetu, khutba yetu, ومن الناس من يشتري اللهو والحديث ليضل عن سبيل الله, na kuna watu wananunua ala za muziki, maneno ya upuuzi, kuwanunua na muziki, mwisho na hatima ya hili jambo liyudhilla an sabilillah, wanapoteza watu. Sasa hoja inazikaje bwana hii aya? Hapo kuna hii lamu hii liyudhilla, hii ni lamu ajili, kwamba lengo na madhumuni ni kwa ajili ya kupoteza watu. Sisi hatununui kwa lengo la kupoteza watu. Tunasema hapana, hii sio lamu ni ajili, hii ni lamu al-aqibati wal ma'al, hii ni lamu ya aqibatu al-amr, mwisho wa jambo inakuwaje. Hii sio lamu ta'lili wala sio lamu sababia. Kwa hiyo tunasema hii lamu hapa ni nini? Lamu al-aqiba, mwisho wa jambo, mwisho wa kucheza na hivi vitu, mwisho wa kudili na haya mafari na makarubeta na mfano wake, liyudhilla an sabilillah. Hivi ndivyo wanavyosema mufassiruna na ulama wa tafsiri ya Qur'an na ulama wa lugha wa tafsiri. Kwa hiyo lamu hapa ni lamu al-aqibati wal ma'al, kwamba mwisho wa jambo hili liyudhilla an sabilillah, wala kupoteza watu, lakini mwisho wa siku wala adhabu muhim, wanapata adhabu yenye kufedhesha. Kwa hiyo zama hizi tuna watu ambao wao wanahamasisha mambo kama haya, lakini pia na wakitolea shubuhati za kuonyesha kwamba hili jambo lafaa. Unaweza kutolea kabisa aya kama hizi ambazo tunasema hadithi, kama unashangaa hivi aya na
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya iko wazi, wa minan nas man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillah. Tafsiri ya Ibn Mas'ud pamoja na Ibn Abbas na Mujahid kina Sa'id ibn Jubair wanasema al-ghina'u al-Hasan al-Basri anasema al-ghina' wal mazamir ni ghina pamoja na hizi ala za muziki. Sasa kama ile filimbi haijaona ala ya muziki, ni zipi ala za muziki? Kama hayapa tarumbeta na hizi ngoma hazijaona ala za muziki, ala za muziki ni zipi? Kama sio ala za muziki, kama hizo hazijaona ala za muziki, basi hakuna ala za muziki, hakuna kabisa, hakuna. Kwa hiyo ahibba minan nas man yashtari lahwa alhadithi yudilla an sabili. Aya hii ishiko vizuri, lakini pia na tafsiri za hizi hadithi na hizi aya. Shikeni tafsiri za hao ulama ambao wao hawawezi kuzikwepa hizi tafsiri. Kwa nini? Kwa sababu hao ni ulama ambao wao wanaokubali jumla. Hapa hatujasema jamaa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anamtaka. Hatujataja Ibn Taymiyyah, hatujamtaja. Tumtaja Ibn Hajar al-Asqalani pamoja na nduguye katika jini Ibn Hajar al-Haythami, wote ni mashaikh. Na al-Imam Taymiyyah wote ni mashaikh. Al-Imam al-Ghazali wote ni mashaikh. Lakini na masahaba pia. Kwa hiyo hakuna mahala pa kujificha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.